الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد. ni ujumbe maalumu ambao tunautoa sisi waumini wa msikiti huu Masjidu Abi Dharr Jundub ibn Junada, msikiti huu wa Markaz, bali ni ujumbe ambao unahusu misikiti yote ambayo iko chini ya msikiti huu, misikiti ya masalafi wa Moshi. Na ujumbe huu ninautoa mimi kwa niaba ya walimu wenzangu mashekhi wa hapa na kwa niaba ya waumini wa msikiti huu. Ujumbe huu tunautoa kufuatia nyakati ambazo tuko nazo hivi sasa, kama alivyogusia ndugu yetu khatibu hafidhahullahu ta'ala Ustadh Ali. Kipindi tulichokuwa nacho ni kipindi nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu. Tarehe 29 hapo ya mwezi huu ni siku ya uchaguzi mkuu wa nchi hii. Wanakwenda kuchaguliwa madiwani, wabunge, kadhalika uchaguzi wa rais. Sasa ujumbe wetu sisi masalafi, utaratibu wetu ni kubakia katika mstari wa dini yetu bila kuangalia anafaidika nani na anadhurika nani. Utaratibu wetu sisi wa da'wa hii ni kubakia katika mstari wa Qur'an, kitabu cha Allah, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na njia waliopita as-salafu salih. Hatuangalii atadhurika nani atafaidika nani, maana dini yetu misingi yake ni misingi inayofaa kwenye kila zama na kila mahali. Ujumbe wetu ni huu ambao khatibu ameutoa, ujumbe wa kusisitiza amani na utulivu katika nchi yetu. Sisi hatuko tayari kuona utulivu huu tuliokuwa nao katika nchi hii ukichezewa au ukiwekwa rehani, na hili ni kwa maslahi ya sisi wananchi wenyewe. Inawezekana kuna baadhi ya watu wenye madaraka, labda madaraka yale kwa njia moja au nyingine yamepungua au waliyakosa, wanaona potelea mbali kuliko nikose, wacha tukose wote. Au pana watu wanayatafuta madaraka, wanaona kwamba wenzao wanafaidi sana na wao wameachwa, kwa hivyo lazima na sisi tuyapate madaraka. Watu hawa pengine wameamua liwalo na liwe kuliko wafaidi wenyewe na sisi tuwe nje ya mchezo, potelea mbali tukose wote. Sisi tukubaliana na mawazo haya kwa sababu tu ya malengo ya watu fulani au kikundi, alafu hili jambo la watu wote zaidi ya watu milioni 60 liharibike kwa sababu ya watu wachache tu, hatukubali. Ni bora tubakie na shida na matatizo haya na yale, lakini tuna fursa za kujitafutia, tuna fursa za kujikusanya katika mikusanyiko ya dini yetu, tukasoma, tukafanya ibada. Kwa hivyo sisi hatutoshiriki katika fujo yoyote ile. Sasa kuna maneno yanayoenea tunayapata kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya wanasiasa wanayazungumza na wanaharakati mbalimbali kwamba kuna maandamano ya fujo yameandaliwa ya kukwamisha uchaguzi huu wa tarehe 29. Sisi watu wa msikiti huu, sisi masalafi na watu wa Moshi, na kama wewe ni katika sisi katika masalafi, ujumbe huu unakuhusu. Hatutoshiriki kwa namna yoyote ile kwenye kitu kinaitwa maandamano. Hatutoshiriki kwa namna yoyote ile katika fujo yoyote. Ikiwa hakuna budi, tutafunga milango ya nyumba zetu, tutakaa na watoto wetu, tumuombe Allah, Allahumma sallim, pitisha hili balaa mbali. Lau pana watu watajitia visoi wakafanya, basi sio sisi. Na kama kuna katika sisi ana akili hiyo, afahamu kwamba yeye na da'wa salafia ni mbingu na ardhi, hajaifahamu da'wa hii.
Kwa hivyo natangaza wazi msimamo wetu hapa, hatuhusiani na mambo ya maandamano wala fujo za wanasiasa, wala hatuko nao. Sisi tuna misingi ya Uislamu wetu, Uislamu ambao umekuwepo katika nchi hii na katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kabla ya hizi siasa zao. Wakati huo nchi hii inatawaliwa na wakoloni. Watu walikuwa na dini zao na imani zao, walikuwa na misikiti, mashekhi walikuwepo wakisoma wakisomesha. Nyinyi wanasiasa na vyama vyenu hampo. Misingi ile ile tutaisimamia, potelea mbali. Wacha mtuone wajinga kwamba labda tuna njaa. Haya ndio tafsiri ya baadhi ya watu ambao ni waroho wakizungumza hivi Waislamu. Waswahili watu wa njaa hawa ni watu kupewa michele tu wakatulia. Bora mtu tafsiri hivyo, na kweli tuna njaa. Na mnaona hata miradi yetu inapokwenda kinjanja, hatuna msaada wote na wala hatuwaombi. Na nyinyi mnajua watu waombi, hamna barua yetu hata moja ya kuwaomba. Lakini huu taratibu tulionao wa kumwabudu Mola wetu, kusoma dini yetu, tukatulia katika misikiti, tukafanya mambo yetu, tukawa na utulivu sisi na watoto wetu, kwetu hali hii ni bora, kwa kuwa ndiyo iliyolinganiwa na dini yetu. Na tunaona ustawi wetu ni mkubwa katika hali hii, kwa sababu sisi Waislamu maisha yetu ni akhira. Hapa tunapita njia. Kwa hivyo unapovuruga usalama huu, unatuvurugia ufanisi wa kujiandaa kwa ajili ya akhira. Maisha ya dunia ni maisha ya mchezo na upuuzi, na watu kupukazana vijiti katika maslahi. Wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allah anasema, lakini nyumba ya akhira ndiyo nyumba ya kudumu lau wangelikuwa wanajua. Tunawalingania wanasiasa na wasiokuwa wanasiasa, wana harakati mbalimbali, Waislamu wenzetu, wasiokuwa Waislamu, wananchi wa nchi hii na hata wale wa nchi jirani. Allah, utulivu wetu ni tunu hii. Tunaomba muheshimu jambo hilo, na sisi tuwe ni mfano wa kuheshimu jambo hilo. Ad-da'watu as-salafiyya inatukataza kabisa mambo haya, mambo ya maandamano, mambo ya migomo, na watu kujitokeza katika maeneo ya public, kwenye viwanja vya wazi, kwenye barabara kuu, na kuweka vizuizi shughuli zisiendelee eti kwa kukasirika na kuleta mashinikizo labda watawala wafanye kitu fulani. Jambo hilo sio katika misingi ya da'wa tunayoilingania. Na wallahi wa billahi wa rabbul Kaaba, ikiwa haya maneno tunayazungumza kwamba kuna maslahi yoyote yule nyuma yake, labda ametupa kitu sisi, Allah tuangamize mchana peupe na nyie mkishuhudia. Ikiwa tuna malengo mengine yoyote au tuna maslahi ya kumtumikia yoyote, ni mmoja aliye madarakani au aliyeondoshwa madarakani. Maana pana watu wanaweza kuzungumza maneno kwa sababu ya kimaslahi. Sisi tunayatoa haya maneno kwenye nafsi zetu, ndani ya nyoyo, ya waingie lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah, na hiyo ndiyo dini yetu. Na tutayasema haya maneno kila pale ambapo tutakuwa tuna pumzi, sote sisi masalafi. Na ndio imekuwa mazungumzo ya masalafi wote hapa nchini. Hutuba zao, mihadhara yao, darasa zao, lugha yao ni moja, kwa sababu kisima wanachochota dini yao ni kisima kimoja. Kata inayodumbukia kisimani ni kata moja. Barabara ya salafiyin ni moja. Lugha zetu hazigongani. Na maneno hayo wameendelea kuyazungumza masalafi kwenye tawala zote. Ni mmoja mtawala Muislamu au mtawala Mkristo, yani mashahidi. Tumezungumza amani, kutahadharisha fujo, wakati watawala si Waislamu. Tena pengine pana malalamiko yanaelekezwa kwa watawala hao kugandamiza baadhi ya mambo ya Waislamu. Maadhalika tulisimama katika upande kwenye kauli ile ile, mtawala ataheshimiwa, katu hakuna fujo ya kumsumbua mtawala. Kama kuna haki yetu, kuna utaratibu wa kudai. Kama amekosea, kuna utaratibu wa nasaha. Akisikiliza alhamdulillah, hakusikiliza tunatulia. Tumeyazungumza haya watawala wakiwa makafiri kwenye nchi hii. Tutaendelea kuyazungumza haya hata kama mtawala wa leo ni Muislamu. Lugha yetu haibadiliki, hakuna lugha gongana.
kwa sababu ya misingi ya dini yetu. Niwasomee riwaya moja nisiwapotezee wakati. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala na wengineo katika maulama wa vitabu vya hadithi, al-Imam Abu Nuaim katika al-Hilya wameitaja riwayatun hasana min hadithi Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Sikiliza haya maneno ya viwango ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alafu yatie kwenye utekelezaji. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema: man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote miongoni mwenu atakayepambaukiwa akaamka asubuhi hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye familia yake. Asirbu wanasema watu wa lugha aljamaa, bali wengine wanasema asirbu aliyal, familia, wake na watoto. Mtu atakayeamka asubuhi hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye familia yake, muafan fi badanihi, mtume anasema hali ya kuwa ni mwenye afya katika mwili wake, lahu qutu yaumihi, analo tonge la siku yake. Qut, ration, sio kwamba una uhakika wa chakula cha mwezi au store imejaa chakula cha mwaka, la, lahu qutu yaumihi, anacho chakula cha siku yake tu, ana uhakika na ration ya siku yake. Mtu kama huyu mwenye amani kwenye familia, mwenye afya kwenye kiwiliwili, mwenye uhakika wa riziki yake ya siku, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema: fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni kana kwamba mtu huyu imekusanywa kwake yeye dunia kwa pembe zake zote. Yani ni kana kwamba mtu huyu ana neema zote za ulimwenguni. Wanasema ulama, ni kana kwamba watu wenye neema katika dunia hawatoki kwenye kuhitajia mambo haya: amani, afya, riziki. Hadithi hii imetaja amani. Anayeipata amani amekusanyiwa neema za dunia nzima. Ndugu zangu, haya ambayo yanazungumzwa na wanaharakati mbalimbali ya kuleta maandamano na fujo kwenye nchi hii, misingi ya da'wa yetu inayakataa mambo haya bila kuangalia sijui nani kasema, nani kakataza. Misingi ya da'wa hii, ukisoma fatawa za maulama wa ahli sunna almuasirun, wale maulama walioishi kwenye zama zetu ambao walishuhudia maandamano, migomo, wakatoa fatawa za haki. Msome al-allamatu Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, wal-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wal-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wal-allamatu muhaddith al-Yamani Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, wal-Fawzan wal-Luhaydan wal-Ghudayyan wa Abdurrazzaq Afifi wal-Lajna ad-Daima. Fatawa zote za maulama wetu wote, atahaddak, letee kipande cha fatwa ya maulama wetu ambao wanahamasisha ya mambo ya maandamano na migomo, kipande cha fatwa. Maulama wetu wote kauli yao moja: almudhaharatu walmasiratu walmudarabat laysat wasilatan min wasaili ad-da'wa wa nashr al-islam. Maulama wanasema maandamano, migomo, kujitokeza maeneo ya wazi na kwenye njia kuu, mambo haya sio njia mojawapo katika njia za ulinganizi wa Uislamu wala katika njia za kueneza da'wa, bali wanasema walaysat wasilatan liizalati almunkar, wala maandamano hayajawahi kuwa ni njia ya kuondosha munkar, sawa min alhakim au almahkumin. Ni mmoja munkari huo, maovu hayo yanafanywa na mtawala au watawaliwa. Maandamano hayajawahi kuwa ni njia ya da'wa wala njia ya kuondosha uovu. Labda mtawala ni mkandamizaji, dikteta, fisadi, mbinafsi, eti ikawa maandamano ndiyo njia ya kuondosha uovu wake.
maandamano hayajawahi kuwa hivyo. Bal almudhaharat, wanawachuoni wanasema bali haya maandamano laysat min a'mali almuslimin, maandamano si katika matendo ya Waislamu wala si katika tamaduni zao. Maandamano bwana ni mifumo ya kimagharibi. Hao mnawaiga huko Ulaya ndio mifumo yao wanapodai haki kwa watawala wao. Kwa hivyo haina mahusiano kabisa na mifumo ya Kiislamu. Sasa kama wewe ni magharibi au umewiwa na umagharibi au moyo wako umeelekea huko, ni wewe. Sisi ni Waislamu wa magharibi, sisi hatuwaigi, wanatakiwa waige kwetu. Wale makafiri tu, kheri iko kwetu, hawajajua. Na wale waliojua Uislamu wanajutia kwa nini wanakuwa makafiri. Unatuambia tuwaige wao sisi kwa sababu ya Kiingereza chako hicho failure, utushawishi tuache misingi ya dini yetu tuwafuate wazungu? La, wanasema ulama maandamano ni mifumo ya wa magharibi. Kwa kauli moja, fatawa zote ukipitia sio mifumo ya Kiislamu. Wao walibuni mifumo hii ya kudai haki zao na haya mambo ya migomo na mambo mengine. Bali wanasema ulama fabil mudaharat yazdadu sharru sharra, kwa sababu ya maandamano kiuzoefu ni ulama hao, shari huongezeka kuwa na shari zaidi. Kama kuna shari katika miji, mkileta mambo ya maandamano, ulama wanasema ile shari iliyopo huzidi maradufu. Min safki dima, maandamano husababisha umwagaji wa damu, watu wakauawa, watu wakapigwa, wakaumizwa au wakaumizana, umwagaji wa damu unatokea. Wanahbil amwal, na uporaji wa mali zikaporwa, maduka yakavunjwa, watu wakanyang'anywa, hutokea hilo. Wantihakil a'rab, heshima za watu zikavunjwa kwa sababu ya maandamano. Wahadmil bilad, miji ikavunjwa, madaraja yakavunjwa, majengo yakashambuliwa, barabara zikakatwa, miji ikavunjwa. Bal watarwi'il aminin, na kuwatia hofu watu wenye amani, wagonjwa, wanawake, watoto, wazee. Haya ni katika mafasid yanayopatikana. Bali zina katika ibada, tanqati'u al-ibadat wa tuhajjaru al-masajid, ibada zina katika, misikiti inahamwa, tatawakafu durus, masomo yanasimama, masomo ya kiilmu. Wanataja mafasid hayo husababishwa na maandamano, na wanasema pimeni nchi ambazo zilithubutu kufanya mambo haya. Sasa ndugu zangu, hawa ndio maulama wetu ambao sisi tunawasikiliza katika misingi yote ya dini yetu. Maulama hawa ndio ambao wanatufundisha aqida, itikadi sahihi na tauhid, tunawasikiliza. Hawa ndio wanatufundisha al-ibadat, mambo ya kiibada, al-fiqh al-islam, fiqh ya Kiislamu wanatufundisha hawa, tunawasikiliza. Wanatufundisha darasa za akhlaq, tabia na maadili ya Kiislamu, wao ndio wanatufundisha namna ya kuzika, namna ya harusi, namna ya kufunga ndoa, mgawanyo wa mirathi, mambo ya kimiamala yote wanatufundisha maulama hawa, na tunasikiliza fatawa zao. Basi kama sisi ni wa kweli na tunawakubali maulama hawa na si watu waongo wa kimaslahi, tuwasikilize wanapozungumza mambo ya siasa na maandamano. Mbona hapo mnagoma? Mbona mnamtaka Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwenye itikadi? Maana pana wanaharakati fulani wa Kiislamu wa kihizbi hivi, watu wa kisiasa wanawakimbilia mashaikh hawa kwenye itikadi, kwenye ibada. Lakini mbona hamwasikilizi kwenye maandamano na mambo ya siasa? Tuwasikilize kwenye yote ikiwa sisi ni wa kweli. Sisi ahlus sunna tunawasikiliza kwenye yote. Sasa ndugu zangu, natoa wito kwa waislamu wenzangu wote, hususan ndugu zangu salafiyin, natoa wito kwa watanzania wote, tusikubali kuichoma nchi hii kwa mikono yetu. Wallahi alazim, tusilikubali hilo jambo. Na nani amekwambia kwamba tukiharibu nchi hii ndio tutapata muradi wetu, kwamba akiingia huyo fulani unayemtaka wewe ndio maisha yako yatakuwa bora? Nani amekwambia maneno hayo?
Nani amekwambia kwamba watawala ndio wenye kushikilia riziki zetu? Wewe una akili sawa sawa? Yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ar-rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluhu, riziki humtafuta mja kama vile mja anavyotafutwa na ajali yake, kama vile ambavyo huwezi ukakwepa kifo hata kama umezungukwa na makomando. Una ulinzi wa hali ya juu, madaktari bingwa ndio wenye kukutibu, au umekwenda nje kwenye hospitali za ng'ambo za wataalamu wenye vifaa. Kifo kikifika wakati wake hutaweza kuzuilika, na wamekufa vigogo katika ulimwengu huu, vigogo wenye kila kitu wameondoka. Basi wallahi mfano wake ni mfano wa riziki. Riziki yako huwezi ukaikwepa ikiwa imefika wakati wake. Mtawala awe nani utapata tu. Na kuna watu wanapata riziki wakati watawala ni maadui zao, na kuna watu wanakuwa maskini wakati watawala rafiki zao. Mtu anasema huyu jamaa yangu kabisa, nimesoma naye mimi, mtu wangu tulikuwa naye maskani, lakini hatoi pande, jamaa na bana. Unakuja kupata riziki kwa adui yako. Hakadha riziki. Akili ziko wapi za Uislamu? Ndivyo riziki ilivyo, na nyinyi ni watu wazima, mnajua maisha. Lau maisha haya yangetegemea watu, tungeshakufa sisi. Sasa ndugu zangu, huu ndio ujumbe wetu. Sisi masalafi wa hapa Abi Dharr hatuna mahusiano na maandamano yoyote, ni mamoja haya 29 au ambayo yatatokea baada ya hapo. Hata maandamano yakiruhusiwa na mtawala, hebu angalieni maulama wa salafiyin wanapotoa fatawa. Maandamano yakiruhusiwa na mtawala, yakaitwa maandamano ya amani, na mkapewa walinzi kwamba haya tembeeni, kwa mujibu wa da'wa salafia hayafai. Huyo rais akisema andamaneni masalafi, tunamwambia mheshimiwa, tunakuheshimu mkuu, tuandamani. Hata kama umetoa kibali, itakuja kuwa maandamano bila ya ruhusa tuandamani, kwa kuwa maandamano sio nidhamu ya da'wa, wala sio nidhamu ya kutetea haki, wala kuondosha munkar. Basi nitaishia hapa, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi waislamu wa nchi hii na wote wanaoishi katika nchi hii wabakie katika amani na usalama. Allah atuepushie kila balaa ambalo linanyemelea miji hii. Allah atupe thabat katika da'wa hii ya Uislamu na da'wa salafia, tuishi nayo mpaka yatujie mauti yetu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.